Samia Suluhu ajawa na wasiwasi baada ya Boniface Mwabukusi kuelekeza silaha zake zote kwake kuhusiana na vita vya kidini ambavyo vilianzishwa naye Samia. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Tukio lilotikisa dhamira ya taifa halikutokea kwa risasi wala kwa tangazo rasmi la serikali, bali kwa maandamano yaliyopita bila kizuizi hadi katika ubalozi wa Vatican, katika nchi ambayo kwa miezi imekandamiza kwa nguvu mikusanyiko ya kiraia. Ndani ya mazingira baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka jana uliokumbwa na madai mazito ya udanganyifu na umwagaji damu, kitendo hiki kimefungua kurasa mpya wa hofu kwamba dola imeonekana kuruhusu au hata kupanga kimya kimya hatua inayolenga kudhoofisha kanisa Katoliki, taasisi iliyothubutu kusema wazi dhidi ya mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu. Onyo kali lililotolewa na Boniface Mwabukusi limeweka wazi uzito wa tukio hili, akilitaja kama maandamano yaliyochongwa kwa makusudi ili kugeuza mwelekeo wa hasira ya umma kutoka kwa maafa ya kitaifa kwenda kwenye migogoro ya ndani ya kanisa. Kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Boniface Mwabukusi alisema kuwa maandamano ya bei ya jioni hawakuandamana pale Father Dr. Kitima alipotaka kuuawa, padre alipotekwa na kukutwa akatupa porini, wala mwanafunzi wa utawa kutekwa na kuumizwa. Hawakuandamana Wakatoliki wenzao walipouliwa na miili yao kupotea. Alafu kiona nchi hii kuna maandamano ambayo wazee wa intelijensia hawajayazuia, jiongezee. Kuhusu haiba ya waandamanaji wala msiniulize. Mwishoni walihitimisha na sebene ya mwamba, hapo akimaanisha ule wimbo ambao uliimbwa ambao ulionyesha wazi kwamba hawakuwa Wakatoliki ila watu waliopewa pesa ama waliopewa hela kwa minajili ya kupata suluhu la kisiasa kutoka kwa serikali ya Samia Suluhu. Maandamano ya Januari 5 mwaka 2026 yalihusisha takriban watu 100 waliodai kuwakilisha waumini wa kanisa Katoliki, wengi wao wakiwa wanawake waliovalia mavazi ya asili, wakitembea kwa utulivu hadi katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania. Walikabidhi barua ya malalamiko dhidi ya Askofu Mkuu Jude Thaddeus Ruwaichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam na Padre Charles Kitima, Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Barua hiyo ilidai ukiukwaji wa maadili ya uongozi wa kanisa, matumizi mabaya ya mamlaka ya kiroho na lugha inayodaiwa kuwavunjia heshima waumini. Kisheria na kidiplomasia, hatua hii ilifanywa kwa utaratibu, lakini kisiasa na kijamii ilibeba ishara nzito kuliko maneno yaliyoandikwa. Kilichozua mshangao mkubwa si maudhui ya malalamiko pekee, bali mazingira ya utekelezaji wake, kwamba Tanzania ya miaka karibuni imejijengea sifa ya kuzuia mikutano ya umma kwa visingizio vya kiusalama, kwani maandamano ya wapinzani, wanaharakati wa haki za binadamu na hata vikundi vya kitaaluma yamekumbana na mabomu ya machozi, risasi na kukamatwa. Ndani ya muktadha huo, kundi hili liliruhusiwa kufika katika eneo lenye hadhi ya kidiplomasia bila vikwazo, likipata hata ulinzi wa kimya wa vyombo vya dola na uangalizi wa vyombo vya habari. Kwa wengi, hii haikuwa bahati, bali ishara ya upendeleo au uratibu, na vilevile kuonyesha kwamba ilikuwa ni mpango wa dola na pengine Samia Suluhu alikuwa anajua mpango huo. Boniface Mwabukusi ambaye pia ni rais wa Tanganyika Law Society alitumia jukwaa la X kusambaza video ya tukio hilo, akilikejeli kwa jina la maandamano ya bei ya jioni, akisisitiza kuwa taifa linashuhudia kubadilishwa kwa vipaumbele. Alikumbusha kuwa miezi michache kabla Padre Kitima alikuwa karibu kuuawa katika shambulio la Mei mwaka huu, na mwanafunzi wa seminari alitekwa na kujeruhiwa, matukio ambayo hayakuwahi kuzua maandamano ya haraka wala hasira ya umma inayoruhusiwa hadharani. Zaidi ya hayo, alisitiza ukimya uliokuwepo wakati wa kutoweka kwa Wakatoliki wengine na raia kwa ujumla katika vurugu za baada ya uchaguzi, ambapo wanaharakati wanadai zaidi ya watu 10,000 waliuawa. Tukio hili lilipochambuliwa zaidi, maswali mapya yaliibuka kuhusu uhalisia wa waandamanaji.
Wachambuzi wa mitandao ya kijamii na wanaharakati walibainisha mavazi na nyimbo zilizotumika. Baadhi yake zilihusishwa zaidi na tamaduni za Kiislamu au sherehe zisizo za kawaida. Na katika mikusanyiko ya Katoliki, mwisho wa maandamano, washiriki wakiimba na kucheza mitindo ya sherehe kama sebene, jambo liloongeza mashaka juu ya uhalisia wa uwakilishi wao kama Wakatoliki. Kwa wakosoaji, haya yote yalionekana kama jaribio la kuunda taswira ya mgawanyiko wa ndani ya kanisa ili kudhoofisha sauti yake ya pamoja dhidi ya dola. Mazingira ya kisiasa yaliyozunguka tukio hili ni muhimu kueleweka. Uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 uliripotiwa na mashirika ya haki za binadamu na waangalizi wa kimataifa kuwa na dosari kubwa, ukiandamwa na vurugu, mauaji ya kiholela, utekaji nyara na kukandamizwa kwa wapinzani. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania chini ya uongozi wa Ruwaichi na Kitima lilitoa kauli nzito likilaani mauaji ya kikatili na yasiyo ya kibinadamu yaliyodaiwa kufanywa na vyombo vya usalama, likitaka haki tendeke na uchunguzi huru ufanyike. Kauli hizi ziliweka kanisa katika mstari wa mbele wa ukosoaji wa serikali, jambo ambalo halikuwahi kupokewa kwa furaha na mamlaka tangu enzi za vyama vingi kuanza. Kanisa Katoliki lina mizizi mirefu katika historia ya Tanzania, na kama sauti ya maadili ya haki za jamii, takriban 63% ya Watanzania ni Wakristo, na kanisa limekuwa na mchango mkubwa katika elimu, afya na mijadala ya kitaifa. Urithi wa Mwalimu Julius Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania na Mkatoliki mwaminifu, uliweka mfano wa kanisa linaloshirikiana na dola, lakini pia linalothubutu kukosoa pale haki inapokiukwa. Ndio maana kwa wengi kushuhudia juhudi za kutilia doa kanisa kupitia maandamano yanayodaiwa kuwa ya kupikwa ni ishara ya kuporomoka kwa maadili ya uongozi wa kitaifa. Na katika ngazi ya kimataifa, macho yanaelekezwa Tanzania kwa wasiwasi. Ripoti kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu zimeandika ongezeko la mauaji ya nje ya sheria na ukandamizaji wa sauti za upinzani. Vatican na jumuiya ya kimataifa na kanisa Katoliki zimekuwa zikifuatilia kwa karibu hali ya usalama wa viongozi wa kanisa nchini. Tukio la kuwasilishwa kwa barua la malalamiko katika ubalozi wa Vatican bila majibu ya haraka ya umma kutoka Roma linaacha pengo la maswali kuhusu hatua zitakazochukuliwa na athari zake kwa uhusiano wa kidiplomasia na kimaadili. Kwa wanaharakati kama Mwabukusi, hatari kubwa si barua wala maandamano yenyewe, bali mkakati mpana wa dola wa kuunda migawanyiko ya bandia ili kuondoa umakini wa umma kutoka kwenye maovu makubwa. Wakati taifa linazungumzia malalamiko ya ndani ya kanisa, mauaji, utekaji na mateso ya raia yanazidi kusahaulika, na huu ni mkakati uliotumika katika tawala nyingi za kiimla kuwagawanya taasisi zenye nguvu za kimaadili zitumie kama vikaragosi, kisha punguza uwezo wao wa kuhamasisha umma. Ukosoaji uliotolewa pia unaangazia pengo la wazi katika utekelezaji wa sheria. Maandamano yasiyoidhinishwa na wanaharakati wa haki za binadamu huvunjwa kwa nguvu, ili hali haya yanapita bila kizuizi. Utofauti huu unazalisha hisia kwamba dola inachagua ni sauti ipi iruhusiwe na ipi nyamazishwe. Na ndani ya vyombo vya dola kuna raia wa imani zote, wakiwemo wa Katoliki, na kuchezea hisia zao hadharani ni hatari kwa mshikamano wa kitaasisi na taifa. Taswira ya Tanzania katika kisiwa cha amani ama katika Afrika Mashariki iko hatarini. Wafadhili, wawekezaji na washirika wa kikanda huangalia uthabiti wa kijamii na heshima ya haki za binadamu kama vigezo muhimu. Migawanyiko ya kidini inachochewa na kuvumiliwa na dola inaweza kuharibu haraka sifa iliyojengwa kwa miongo kadhaa. Zaidi ya hayo, kizazi kipya kinachoshuhudia haki zikikanyagwa na taasisi za maadili zikidhoofishwa kinaweza kupoteza imani na mifumo ya kikatiba. Mwisho wa simulizi hili ni mzito kwa sababu unahusu mwelekeo wa baadaye wa taifa. Ukimya mbele ya vitendo vinavyoonekana kupangwa, uoga wa kusema ukweli na kugeuza macho kutoka kwa mauaji ya mateso ni mbegu ya machafuko ya kesho. Na Tanzania iko katika njia panda, ama ichague kurejesha uwajibikaji, kulinda uhuru wa taasisi za dini na kukabili ukweli mchungu wa
ukiukwaji wa haki na iendelee kupoteza uhalali wake mbele ya wananchi wa dunia. Na historia inaonyesha kuwa taifa linalochagua kupuuza sauti za onyo hulipa gharama kubwa baadaye. Ukimya wa leo unaweza kuwa kelele ya kesho, na kelele hii inaweza kuutikisa msingi mzima wa amani ya nchi ya Tanzania. Ndo hayo tuliokuandalia siku hii ya leo. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.